vilikuwa vya huzuni na majonzi, kwa sababu kwa mtu anajitokeza kwenye mitandao ya kijamii anaomba msaada kwa ajili ya matibabu ya huzuni kwake. Sio tu kukosa fedha, pia unaweza kuwa una fedha lakini pia kuumwa pia ni huzuni. Kwa hiyo Mungu anasikitika kila akiona video yake akiomba msaada. Na watu walikuwa wakiamini kwamba kwa kupata nafasi ya kuomba na akapata nafasi. Naam, msiba huo. Kama kwa wewe dada mama. Yule msanii. Ndio. Sijajua. Isa. Kila mtu alikuwa anafahamu hawa. Kwanza ni msanii. Lakini ni watu ambao wamepata maradhi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ni moja ya kufanya mimi kufikia kwenye msiba. Kwanza na huzuni kwa sababu ni moja ya mtu ambaye amepata maradhi ya muda mrefu sana. Kwa hiyo ni kama Mtanzania kama shabiki yake. Inawezekana kwa ushakutana na clip au unaweza kukutana na interview ya dada huyu alikuwa akitoa msaada kwa ajili yake. Hebu tupitishe kwenye hadithi moja mlioshakutana nayo katika vipindi vya kufanya ndani akiomba msaada kwenye mitandao. Vingi nimeona, lakini vyote vilikuwa vya huzuni na majonzi, kwa sababu kwa mtu anajitokeza kwenye mitandao ya kijamii anaomba msaada kwa ajili ya matibabu ya huzuni kwake. Sio tu kukosa fedha, pia unaweza kuwa una fedha lakini pia kuumwa pia ni huzuni. Kwa hiyo Mungu anasikitika kila akiona video yake akiomba msaada. Na watu walikuwa wakiamini kwamba kwa kupata nafasi ya kuomba na akapata nafasi ya kwenda nchini India, labda kwa kuwa India wako vizuri kwenye masuala mazima ya afya, yani kwa maana madaktari vizuri na kupenda lakini sasa unajua kifo Mwenyezi Mungu anapanga. Nafsi mauti, kila mtu mauti atamfika. Inakuwa tu sababu na muda ukifika. Kwa hiyo kila mtu tunachotaka tusiombe kujua Mwenyezi Mungu ampokee, amsamehe yale ambayo yafanya kwa kujua na kujua, na alijalie kaburi lake katika viwanja vya peponi. Watu wengi wanaamini sasa Mungu kama sasa hivi hapa lazima kumbele anakuja sasa hivi unaona gari yake sina punch. Unajua ana hela yule. Kwa gari yake imeshika punch, ana hela kusiba punch yake anakuja. Kwa hiyo sasa hivi na kwa hiyo kumsaidia kwa zibe hapo mwezi kuja. Ana mdogo sana. Mwache mtu ana mdogo mtamnyona mwake. Na huwa mnapata kubwa sana. Kwa nini unakuwa na labda yule kijana wangu kwa anakuja amechelewa tu, nimeona nimetumia. Nashangaa tukapita njia gani. Lakini sasa hivi unamuona hapa anafika. Sasa hivi anafika. Okay, umezungumza mambo mengi sana kuhusiana na Karina. Pengine watu wangetamani kufahamu kabla ya mchakato, ushawahi pengine kuwasiliana naye au kumsupport kwa namna moja au mbili? Sasa kuwasiliana sijawahi, lakini kwa sasa jambo la kusupport unajua si siri. Hawezi kusema hivi nilifanya kitu fulani kifanya, hapana. Yeye alikuwa ni Tanzania mwenzetu, amekuwa kwa muda mrefu. Mwenyezi Mungu anipa mtihani wa maradhi, kwa jukumu letu kwa sisi ambapo kwa tuna uwezo wa kumsaidia kumsaidia. Kwenye msiba pia kuna maneno mengi sana yanajitokeza. Unajua waje wana maneno mengi sana. Kuna watu wengine wanasema kwamba masuala ya shirki ndio yamemuondoa Karina. Kwa wewe una maoni gani na yaani watu ambao sasa unaamini nini? Mimi sio muumini wa hiyo. Mimi naamini kila sababu, kila jambo lina sababu. Yaani Islam tunaambiwa au msiba mtu bila idhini ya Allah. Kwa kitu chochote kipo
kufika wewe Mwenyezi Mungu ndo alipanga, alikadiria. Kwa hiyo mimi nafikiri kila kinachofika natakiwa useme alhamdulillah, lakini kama ni msiba tuseme inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nadhani nikaa sawa. Bwana, huyo ni Isa Mtambuu akiwa anawasili hapa msibani muda huu kama unavyoona. Kama yuko hapo, mwenyeji wangu.